Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mahakimu na waendesha mashitaka watakiwa kutumia lugha za staha kwa wahanga wa ukatili. Katika biashara, serikali yasema vita zinazoendelea duniani zinachangia changamoto kubwa katika uzalishaji wa bidhaa na usafirishaji. Na katika habari za kimataifa, Iran yasitisha usalama wa bandari za Mashariki ya Kati. Wataalamu wa sheria wakiwemo mahakimu, waendesha mashitaka na maafisa ustawi wa jamii wametakiwa kuzingatia matumizi ya lugha ya staha wanaposhughulikia kesi za ukatili ili kuepuka kuongeza maumivu kwa waathirika wanaofika mahakamani kutoa ushahidi. Mwanahabari wetu Adam Kadutu ametuandalia taarifa zaidi kutoka Mara. Mafunzo maalum yanayoendelea kwa wataalamu hawa kutoka mikoa ya Mara na Simiyu yakiendeshwa na Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto yanalenga kuwajengea uwezo wa kutumia mawasiliano yenye staha na weledi pamoja na kuhakikisha mazingira ya mahakama yanakuwa rafiki kwa waathirika wa ukatili. Haswa kwa manusura wa matukio ya ukatili, wanapopata matukio hayo wanakuwa wameumia kihisia, psychologically. Wanaporudi kwenye kesi, ile uendeshaji wa kesi mzima kuanzia upelelezi, anavyoenda kuripoti, uendeshaji wa kesi mahakamani hadi hukumu, saa nyingine unampelekea kwamba kuinua tena zile hisia au yale maumivu aliyokuwa ameyapata. Kwa tatizo lilionekana kwamba wale manusura hatuwasaidii. Ni sawa tunatoa haki, mtu kama aliyefanya anafungwa au anafanya nini, lakini yule manusura anakuwa hajapata aweni. Washiriki wa mafunzo haya wanasema yatasaidia kubadilisha namna wanavyoendesha kesi za aina hii mahakamani. Jamii itarajie matarajio makubwa kwamba wahanga wa vitendo vya ukatili waamini kwamba kesi zao zitakapokuwa zitashughulikiwa kwa uweledi na kwamba hawatakumbushwa zaidi ya kupaiwa nafuu ambazo zitawarejesha katika hali yao ya kawaida. Za unyanyasaji na pengine kupunguza kesi za unyanyasaji dhidi ya wanawake. Wakati huo huo, baadhi ya wananchi wanaunga mkono hatua hii, wakieleza kuwa itasaidia kuongeza ujasiri kwa waathirika kujitokeza na kusimamia haki zao. Ni vizuri wao ndio chanzo cha watu wale kutoa shida zao kwa uwazi na ukweli bila kuogopa. Kaimu Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Musoma akifungua mafunzo haya anasisitiza umuhimu wa kuhakikisha waathirika wanapokelewa katika mazingira ya heshima na usalama wanapotoa ushahidi wao mahakamani. Adam Kadutu, TVE habari, Mara. Ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata jumla ya kilogramu 1983.31 za dawa mbalimbali za kulevya, ikiwa ni pamoja na kilo 3012.5 na lita 17960 za kemikali bashirifu, vidonge 286 na chupa 1001 za dawa tiba zenye asili ya kulevya, huku watu 77 wakiwa wanashikiliwa kutokana na tuhuma za kuhusika na dawa hizo. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA, Arita Silimo, ambaye amezungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, amesema dawa hizo zimekamatwa katika maeneo mbalimbali nchini katika operesheni ya kipindi cha mwezi Machi, ambapo amesema uchambuzi wa takwimu umebaini ongezeko la ukamataji wa dawa za kulevya aina ya mirungi, ambapo kilogramu 1267.12 zilikamatwa, ikiwa ni sawa na 64% ya dawa zote zilizokamatwa ndani ya mwezi Machi. Mkoani Pwani tulikamata mirungi yenye uzito wa kilogramu 419.09 ikiwa inasafirishwa kuelekea jijini Dar es Salaam. Mkoani Mwanza kwa kushirikiana na maafisa wa forodha tulikamata kilogramu 52 za mirungi katika kizuizi cha barabarani cha Magu pamoja na bandari ya Mwanza Saudi iliyokuwa inasafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso yenye namba za usajili T 296 APA. Dawa hizo zilikuwa zimefichwa katikati ya mizigo mingine ikiwemo mabelo ya nguo za mitumba. Katikati ya tukio hilo, Hassan Abdul Hassan mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa Mahina Nyamagana,
ambaye ni dereva wa gari hilo alikamatwa. Aidha, katika mtaa wa Nyaruhama, kata ya Usagara, wilaya ya Misungwi mkoani humo, tulikamata kilogramu 188.9 za mirungi zilizowahusisha watuhumiwa Crispin Shaw mwenye umri wa miaka 62 na mkewe Esther Pastori mwenye umri wa miaka 55. Aidha, Kamishna Limo amesema mamlaka hiyo kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za udhibiti ilifanya ukaguzi katika kampuni zinazojihusisha na masuala ya kemikali bashirifu, maduka ya dawa tiba, kampuni za usafirishaji vifurushi na bandari kavu, ambapo jumla ya kilogramu 312.5 na lita 17,960 za kemikali bashirifu zilizuiwa kutokana na kukiuka taratibu mbalimbali za kisheria. Baadhi ya wahalifu wamebadilisha matumizi ya dawa za kulevya. Wengine wanaangukia katika kutumia mirungi kwa sababu na yenyewe ina zile kemikali ambazo zinaleta vichangamshi, lakini pia wengine wamebadilisha kwa kutumia pia dawa tiba zenye asili ya kulevya. Ndio maana umeona katika ukamataji tuliofanya, dawa tiba zenye asili ya kulevya zimekamatwa nyingi, lakini mirungi imekamatwa kwa wingi zaidi. Lakini pia swala la bangi tumeweza kulidhibiti zaidi kutokana na operation tunazozifanya za kufyeka mashamba ya bangi. Hivyo hata uvunaji wa bangi hivi sasa nchini unaendelea kupungua siku hadi siku kutokana na operation tunazoendelea kuzifanya maeneo mengine yote. Lakini pia ukaguzi tunaofanya pia kwenye njia za barabarani. Usafirishaji pia wa bangi umekuwa ni mgumu kutokana na kwamba kusafisha yale magunia ya bangi wakati mwingine ni rahisi zaidi kukamatwa. Kwa hiyo unajikuta pia zile dawa za kulevya kufika mijini inakuwa zinafika kwa kiwango kidogo sana. Kamishna Limo ameeleza kuwa operesheni za mwezi Machi mwaka 2026 ambazo zimefanyika katika maeneo mbalimbali nchini zimeakisi dhamira thabiti ya serikali katika kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya, ambapo amesema wamebaini mitandao mipya ya usafirishaji wa dawa za kulevya, hususan mirungi, pamoja na kubadilishwa kwa mbinu za usafirishaji ili kukwepa kubainika. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mradi wa pamoja wa Pamba Tanzania umeingia hatua mpya ya maendeleo baada ya kupokea magari 6 aina ya Fuso yatakayosaidia kusafirisha mazao, hatua inayotarajiwa kupunguza changamoto za usafirishaji kwa wakulima na kuongeza tija katika sekta ya pamba, huku mrajisi wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa TCDC Dr. Benson Ndiege ameonya viongozi wa ushirika kuhakikisha rasilimali hizo zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa na si kwa maslahi binafsi. Mwanahabari wetu Mwamvita Kondo ametuandalia taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza katika mkutano wa 6 wa mradi wa pamoja wa Pamba Tanzania TANCOPS uliofanyika mkoani Shinyanga, wakati wa kukabidhi magari hayo 6 yaliyotolewa kwa mkopo wenye masharti nafuu kupitia benki ya ushirika, mrajisi wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa TCDC Dr. Benson Ndiege amesisitiza umuhimu wa usimamizi madhubuti wa rasilimali hizo ili kufikia malengo ya mradi huo. Sisi kwa magari yasitumike kwa matumizi binafsi. Tunafahamu magari mengi ya vyama vya ushirika, hata taasisi za serikali kipindi cha nyuma ilikuwa ni hivyo, wanatumia kwa manufaa yake binafsi. Lazima zitafutiwe kazi. Wakati tunaendelea na Pamba, lazima watu wenu, afisa biashara asungue kutafuta mikataba na makampuni mengine ya usafirishaji. Sio gari za bure hizi au kunatumia fedha za ndani kukeni mikopo. Kwa hiyo ile biashara zaidi. Ndio maana tunasema katika kipaumbele kimoja wapo cha tume ni kuiendesha biashara. Wanaoendesha biashara kwa kisha magari yanakuwa hadharani muda wote. Kwa upande wake, mwenyekiti wa vyama vya pamba nchini Leonard Liabalima amesema mkopo wa shilingi bilioni 1.5 waliopata utasaidia kuimarisha shughuli za ushirika na kuongeza ufanisi katika uzalishaji na usafirishaji wa pamba. Tumepata mkopo wa magari wenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 550. Lengo la magari yale ni kusafirisha mazao ya wakulima. Tumeona limekuwepo gepu kubwa kwenye vyama vyetu vya ushirika, hasa kwenye eneo la usafirishaji. Tumekuwa tukitumia fedha nyingi kulipa makampuni mbalimbali kwenye eneo la usafirishaji wa mazao ya wakulima. Hivyo basi kupitia mradi wa usafirishaji ambao tumeanza na magari 6 utavisaidia sana, kwanza vyama wanachama kuhakikisha kwamba vinasafirisha mazao yao kupeleka kwenye masoko, lakini na kwenye maeneo mbalimbali. Baadhi ya wakulima walioshiriki katika mkutano huo wamesema ujio wa magari hayo utaondoa changamoto ya usafirishaji waliokuwa wakikumbana nayo kwa muda mrefu na hivyo kuongeza kasi ya uwasilishaji wa mazao sokoni. Itasaidia kwanza kupata kipato,
TANCOP sasa itakuwa imesimama kwa ajili ya kujiendesha yenyewe bila kutumia nguvu ambayo ilikuwa inafanya, kwa sababu ilikuwa uwezeshwaji na shughuli mbalimbali za kiutendaji ilikuwa zifanyike. Lakini kwa sasa hivi pale itakapokuwa imeanza, magari haya yatasaidia kwa ajili ya uzalishaji, lakini pia hata vyama vyetu vya ushirika, kwa sababu tutakuwa tunayatumia kwa ajili ya uendeshaji wa magari ambayo nimekabidhi TANCOP. Yataleta tija kwa sababu washirika wake sisi vyama vikuu tuna shughuli mbalimbali ambazo TANCOP anaweza akafanya hiyo shughuli. Kwa mfano kwenye upande wa zao la pamba, TANCOP anaweza akafanya kama msafirishaji. Hilo pato ambalo lilikuwa linapatwa labda na watu binafsi, TANCOP anaweza akaongezea kipato. Ni kushukuru sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Chama cha walimu mkoani Mwanza kimewataka walimu wapya zaidi ya 200 walioajiriwa katika halmashauri za wilaya ya Sengerema na Buchosa kutambua kuwa kazi ya ualimu ni wito. Hivyo wanapaswa kufanya kazi kwa bidii na kujituma katika kuwafundisha wanafunzi kwa weledi. Mwanahabari wetu Joel Maduka ametuandalia taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mjumbe wa kamati ya utendaji taifa kutoka mkoa wa Mwanza, Msonge William, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika bonanza la kuwakaribisha walimu hao wapya. Bonanza hilo limefanyika katika shule ya sekondari ya Nyakalilo, halmashauri ya Buchosa, na limeandaliwa na chama cha walimu wilaya ya Sengerema kwa lengo la kuwajumuisha walimu wapya katika mazingira ya kazi. Tunaendelea na mchakato wa kuiomba serikali na tunaendelea kuiomba isikie walimu hawa wanahitaji teaching allowance. Ni jambo ambalo tunalipigania kwa muda kama ambavyo ilivyo kada zingine. Tunahitaji tupate teaching allowance. Tunao kauli mbiu ya chama inasema ni wajibu na haki. Tunazipigania haki zetu tukitekeleza wajibu. Nendeni mkatekeleze wajibu. Nendeni mkaishi kwa misingi na taratibu zilizowekwa. Aidha, baadhi ya viongozi wamekemea vikali uwepo wa baadhi ya vyama vinavyowahamasisha walimu kujiunga navyo, wakisisitiza kuwa ni vyema kwa walimu wakaendelea kubaki katika chama chenye misingi imara kitakachowaunganisha na kutetea maslahi yao kwa pamoja. 5% kimetoa wapi hayo? Wanaokata shilingi 5,000 wametoa wapi? Uongozi haupo, hawana hata uongozi. Kwa hiyo wanakuja kuwarubuni. Ni mwalimu wa darasani aligombea CWT akakosa uongozi, akaona njia bora na mimi nitafute chama cha kwenda kujificha, wanakimbilia vyama vya CHAKUWAWATA. Ninawaomba walimu wa Sengerema, msiingizwe mkenge na matapeli wa vyama vya CHAKUWAWATA. Lakini pia natumia nafasi hii kukemea kwa baadhi ya wakubwa ambao wanajitahidi kuwagawa walimu kulingana na mahitaji yao binafsi na maslahi yao binafsi, wakiwemo viongozi kama wapo wanaodiriki kutawaongoza walimu kwenye njia iliyo salama na badala yake kushiriki kwenye dhambi ya kuwagawa. Duniani kote umoja ni nguvu, utengano ni nini? Umetoka katika wilaya zenu huko, lakini nimekuja hapa kufanya kazi. Mwajibike kwa watoto, kwa jamii, kwa mwajiri wako. Fanya kazi yako vizuri, timiza majukumu yako. Mkija kufundisha kuhusu sheria za kazi huko mbele, manake mtajua kwamba manake kufukuzwa kazi ni siku 5 tu. Siku 5 tu unafukuzwa kazi. Kwa upande wao, walimu wapya walioajiliwa wameelezea furaha yao pamoja na matarajio walionayo katika utumishi wao mpya. Nimefurahi sana kuajiliwa katika mwaka 2026, maana tangu nimalize chuo ni 2018, takriban miaka 8 mtaani. Kwa nashukuru sana Mama Samia kwa kutuajiri sisi vijana na kutuamini kutupa hii kazi, lakini pia nimefurahia mafunzo ya CWT, kujua haki zangu kama mwalimu, lakini kujua stahiki zangu kama mwalimu, pia kujua wajibu wangu na maadili yangu katika kazi. Tumekuja kukumbusha majukumu yetu kama mwalimu, tumekuja kuelezwa sheria za kazi, namna gani tunapaswa kufanya, namna gani tunapaswa kuendeleza gurudumu ambalo walianzisha walimu wengine katika kufanikisha ufaulu wa halmashauri ya wilaya ya Sengerema. Bonanza hilo la kuwakaribisha walimu wapya wilaya ya Sengerema limehusisha michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa wavu, mpira wa miguu, mpira wa pete pamoja na mchezo wa draft, huku washindi wakizawadiwa mbuzi. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo.
Wanaharakati wanawake vijana wa masuala ya mtoto wa kike ukanda wa Afrika Mashariki wanakabiliwa na changamoto ya mazingira ya kazi kutokuwa rafiki, ikiwa ni pamoja na kukosa rasilimali fedha, ambapo kwa nchi ya Kenya kati ya mashirika na taasisi za wanaharakati zinazofanya kazi 38% ndio zinapata ruzuku kutoka ndani na nje ya nchi, huku 33% wakitengewa ruzuku kutoka ndani ya nchi. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa shirika la Msichana Initiative Consolata Chikoti, ambaye ameshiriki katika kikao cha kikanda cha wafeminia wanawake vijana, amesema kuwa utafiti ambao umefanyika kwa mataifa ya Afrika Mashariki inaeleza kuwa hatua hiyo imekuwa ikiathiri utendaji kazi wa mashirika hayo, hasa katika kupigania haki za mtoto wa kike. Changamoto kubwa ni upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya kusapoti shughuli zao, lakini pia kuna changamoto ya shrinking civic space ama ufinyu wa kufanya hizi harakati, mazingira magumu ya ufanyaji wa hizi harakati ambao unachangia kwa kiasi kikubwa wao kushindwa kufanya kazi zao kwa uhuru. Kwa hiyo tumekutana hapa kwanza ku highlight hizo challenges ambazo wafeminia vijana wanapitia, na nilisema kidogo statistics hapa ama takwimu zinaonyesha kwa mfano 38% ya hizo organizations za young feminist ama ya vijana wa feminia ndo zinapata ruzuku kutoka local and international funding ama kutoka vyanzo vya ndani na vya nje ya nchi, lakini pia 33% tu ndo wanapata local funding. Lakini hizi taasisi ama hivi vikundi vya wasichana na wafeminia vijana kwa mwaka wanapata kiasi cha takriban $1,000 kwa mwaka ama kiasi cha shilingi milioni 4 kwa mwaka, kama makadirio ya ruzuku wanazopata kwa ajili ya kufinance ama kwa ajili ya kufanya shughuli zao. Kwa upande wake, Caroline Adochi kutoka mfuko wa maendeleo ya wanaharakati wanawake vijana Afrika Mashariki uliopo nchini Kenya amesema changamoto kubwa ya mashirika yasiyo kiserikali yanayotetea haki za mtoto wa kike ni uchumi, ambapo utafiti unaonyesha kuwa fedha inayotolewa ni 1%, ambapo kila shirika kwa mwaka linapokea takribani wastani wa shilingi milioni 4, ikiwa wia vigumu katika kufanya shughuli zao za kila siku. Na baadhi ya wanafeminia vijana wamesema kuwa changamoto nyingine ni pamoja na mazingira magumu ya kisera na kisheria. Na moja ya changamoto mbalimbali ambazo zimezungumziwa na tunaendelea kuzizungumzia katika session ya leo ni ikiwemo ufinyu wa rasilimali fedha, ambazo kwa takwimu duniani inaonekana kuwa 1% tu fedha ambazo zinatengwa kwa ajili ya kusupport kazi za wafeminia ndio inayotolewa, na kwa Kenya imeonekana ni almost $1,000 kwa maana ya milioni 4 hivi kwa shilingi za Kitanzania ndio inayotolewa kwa ajili ya kuwezesha kazi hizo. Sasa unaona ni namna gani ambavyo inakuwa ni ngumu kwa hizi kazi kuendelea kuleta hayo matokeo ambayo yanatazamia kuonekana katika jamii. Lakini changamoto nyingine ni kuweza kutokuwa na mazingira wezeshi katika kufanya harakati mbalimbali. Tumeona kwamba civic space imekuwa na ufinyu kuruhusu mambo kadha wa kadha labda kuzungumziwa ama kuendelea kusimamia harakati hizo. Hivyo tumekuja kujadili ni njia zipi wezeshi ambazo zitatusaidia sisi vijana wa kifeminia kuweza kuongoza harakati zetu na kuleta matokeo chanya katika jamii. Kuna sera ambazo zinambinya binti kufanya kazi zake, na tunaweza kusema kwamba kuna sio kama ni sheria ama ni utaratibu uliowekwa wa kiserikali ambao pia unambinya binti kuendelea kufanya shughuli zake. Naweza nikasema mfano kwenye upande wa TRA, kwenye upande wa TRA tunaweza tukasema tukawa tuna viambatanishi vyote, lakini process ya kupata kibali cha kuendelea na kazi ama process ama tu barua ya kupata kuendelea na mradi kwenye ofisi za serikali inakuwa ni changamoto pia kuzipata. Kwa hiyo pia ni changamoto na naona sio rafiki pia.
Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Na huko Dodoma, wabunge wameendelea kujadili na kuchangia mjadala wa makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu iliyowasilishwa bungeni kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kwa taarifa hii tujiunge na Josephine Kaponya kutoka Dodoma. Akitoa mchango wake bungeni, mbunge wa Bariadi Vijijini Masanja Kadogosa amesema ahadi za siku 100 za kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 6 zimetekelezwa kwa ufanisi mkubwa, hususan kwenye ajira za sekta ya afya na elimu katika jimbo lake. Amesema moja ya ahadi aliyoitoa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati akiomba kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 ni kutoa ajira 12,000 zikijumuisha watu 7,000 na wahudumu wa afya 5,000 ndani ya siku 100 za kwanza za uongozi wake. Mbinu ya afya, tuna vituo vya afya 4 kwa sasa hivi. Unajua kwamba sera ya serikali ni kuwa na kituo cha afya kwa kila kata, lakini tunaamini tumeanza na mwanzo mzuri. Tuna vituo 4 sasa hivi ambao vimekuwa registered, lakini kuna vingine viwili vinajengwa, na tuna zahanati 40. Ukiangalia katika kata zetu 21 unaweza kuona kwamba karibu kila kata ina zahanati 2, lakini huu ni mwanzo mzuri. Tunaamini kwamba maendeleo ni hatua. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefaidika sana katika ahadi ya Mheshimiwa Rais ya siku 100. Sisi tulipata wafanyakazi 113, si haba. Kwa upande wa afya wafanyakazi karibu 67, lakini kwa walimu wafanyakazi 27, na tunashukuru sana TAMISEMI kwa hilo. Naye mbunge wa Lupembe Edwin Swale, pamoja na pongezi kwa serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kudhibiti uingizwaji wa dawa hizo, ameshauri mamlaka hiyo kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara ili kudhibiti uingizwaji wa pombe feki nchini. Limetokea tatizo jingine. Kuna ongezeko kubwa la bidhaa feki mtaani. Ziko pombe nyingi feki mtaani ambazo watu wetu wanaendelea kunywa na zinaweza kuwa na madhara zaidi kuliko hata cocaine na madawa ya kulevya. Nimpongeze Waziri wa Viwanda, ameanza vizuri. Washirikiane na taasisi ya kudhibiti madawa ya kulevya, wadhibiti uholela wa pombe haramu, pombe feki na bidhaa feki ambazo zinaweza kuathiri afya za wananchi wetu kuliko hata madawa ya kulevya yenyewe. Hili ni jambo muhimu sana kwa serikali. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa asubuhi ya leo, wananchi wa Lupembe pia wamenituma, lazima niwasemee. Katika upande wa sekta ya kilimo, mbunge wa Korogwe Vijijini Timotheo Mzava ameiomba serikali kusimamia bei katika zao la mkonge ili kuondokana na watu wachache wenye dhamira ya kumnyonya mkulima. Kuwavumilia na kuwaonea haya wahuni wanaokwenda kucheza na mabei ya mazao ya wakulima wetu. Leo tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, zao la mkonge liko kwenye changamoto kubwa. Bei za mkonge zimeporomoka na mkonge umekaa kwenye maghala kwa zaidi ya miaka 5. Ni nani anaruhusu watu kucheza na bei ya mazao ya wananchi wa nchi hii? Tunaiomba ofisi ya waziri mkuu, jambo hili tusiwachie Wizara ya Kilimo peke yake. Ofisi ya waziri mkuu iingie, ilishughulikie, ilisimamie, ili tuendelee kuboresha maisha ya watu wetu na watu wetu waweze kupata maisha mazuri. Wizara hiyo imeliomba bunge kuidhinishiwa kiasi cha shilingi trilioni 12 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli zake kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Wadau wa afya kanda ya Mbeya wameshauriwa kutoa elimu stahiki kwa wananchi kutokana na kuwepo kwa malalamiko ya baadhi yao kuambiwa wanunue dawa katika maduka ya dawa, jambo linalopelekea wengi wao kuzichoka hospitali za serikali. Daniel Semalta kutoka Mbeya ametuandalia taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya Chunya Mbarak Alhaji Batenga kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kikao kazi kilichokutanisha wadau na wateja kutoka Bohari ya Dawa MSD na kuwataka kutoa elimu kwa wananchi juu ya uwepo wa baadhi ya dawa kukosekana. Ndugu zangu, kuna jambo moja nitukumbushane hapa. Kumekuwepo na malalamiko ya wananchi, wanakwenda kwenye vituo alafu anatoka analalamika, kwenda hapa dawa hamna, kwenda hapa iki hamna. Mimi katika ufuatiliaji wangu nimegundua kuna kitu kimoja hatuwaelezi vizuri wananchi. Tukiwaeleza vizuri wananchi ni waelewa sana, watatuelewa, lakini ukimya wetu wakati mwingine unaweza kuzalisha manunguniko na malalamiko wakati mwingine ambayo haina sababu. Kumbe majibu tunayo na tukiwaeleza wanaweza kutuelewa vizuri sana. Ukienda zahanati, kuna aina ya magonjwa ambayo yanahudumiwa upande huo kwa ngazi ya zahanati, na kituo cha afya vivyo hivyo,
na hospitali mpaka unakwenda mpaka unafika huko rufaa. Kwa upande wake mfamasia kutoka ofisi ya mfamasia mkuu wa serikali Mayanja Said Mayanja amezungumzia uwepo wa changamoto hiyo, huku mkurugenzi wa ugavi na uendeshaji wa bohari ya dawa Hassan Ibrahim amezungumzia namna wanavyoendelea kusambaza dawa katika vituo. Mtakumbuka katika kikao cha tarehe 2 mwezi huu Aprili kilichofanyika pale bohari ya dawa Dar es Salaam, Mheshimiwa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe alielezea vizuri sana swala hili. Kwanza dawa zinapangwa kwa kiwango na kwa level. Kwa hiyo dispensary ana dawa zake na dawa zake za muhimu zinatakiwa ziwe kati ya bidhaa 101. Lakini pia ukaenda health center na ukaenda hospitali ya wilaya vivyo hivyo. Kwa kwenye usambazaji tumefikia 95% kwa kuzingatia muda. Kwa hiyo kuna vituo ambavyo unavikuta kwamba hii 5% hatujaweza kuvifikia, na sababu kuu mara nyingi zipo sababu kwanza niseme mbalimbali. Lakini nikisema 95% haimaanishi kwamba kile kituo hakipati bidhaa za afya, hapana. Vituo vinapata vyote, isipokuwa tumesema ndani ya siku 20 vituo vyote vimefikiwa. Kwa hiyo unakuta labda kikichelewa hata siku moja, sisi tunahesabu imechelewa. Mganga mkuu mkoa wa Mbeya Elizabeth Nyema ameipongeza mamlaka inayojihusisha na utolewaji wa dawa, huku mganga mkuu wa halmashauri ya Songwe Kevin Mwasha amekuwa na haya kusema. La huduma upande wa dawa na vifaa tiba tulikuwa nyuma kidogo, lakini sasa hivi kupitia bohari ya dawa kuna maboresho makubwa sana na mafanikio makubwa sana. Na unaweza ukaona kwamba katika kuongeza vituo vya afya, zahanati na hospitali, ujenzi umefanyika kwa kiasi kikubwa sana, na sasa bohari ya dawa amekuwa ni moja ya mdau mkubwa sana ambaye anaendelea kutusaidia kuhakikisha kwamba dawa na vifaa tiba vinafika kwenye vituo moja kwa moja na kituo kinaweza kikapokea. Ugonjwa na wagonjwa yanalingana na kituo kipi. Kuna vituo ambavyo utaweza kupata hiyo dawa ambayo anaitaka. Kwa hiyo kwa mfano kuna magonjwa ambayo utaweza kupata x-ray kwenye zahanati. Kwa hiyo ni lazima upate rufaa kwenda hospitali ya wilaya. Kuna magonjwa mengine dawa zake zinahitaji madaktari bingwa. Kwa hiyo lazima uende kwenye kanda ya hospitali ya mkoa au hospitali ya kanda. Nikiripoti kutoka katika kikao maalum kilichowakutanisha wadau na wateja wa bohari ya dawa MSD. Mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Wafanyakazi wa soko la vitunguu mkoa wa Singida wana shauku kubwa ya kuweza kuhamia katika soko jipya linalotarajiwa kumalizika kujengwa mwezi Februari 2027. Amini Nyaungo kutoka Singida ametuandalia taarifa zaidi. Ni shauku kubwa ya wafanyakazi wa soko kuu mkoa wa Singida kuweza kuhamia katika soko jipya ambalo linaendelea kujengwa. Je, ni kipi kinawafanya kuwa na hamu ya kuhamia katika soko hilo? Shauku yetu kuhamia soko jipya kwa sababu kutakuwa na miundombinu rafiki. Tutafanya kazi kwa uhuru na amani. Miundombinu itakayowekewa itakuwa inatulinda hata sisi katika kazi zetu. Sio sawa na hapa ambaye kama kitokea mvua, changamoto zinakuwa nyingi, mazingira sio rafiki. Tuna shauku sana kuhamia kwenye soko jipya, maana kipindi cha masika vitunguu vinaharibika mno. Tunafurahia sana kuhamia kwenye soko jipya. Kama hapa kwenye hili soko la zamani hili tunapata changamoto sana. Kinyesha mvua huwa tunapata gaza, tunamaliza mali, maana maji huwa yanatuama na huwa yanafanya kuozesha mali yetu. Kwa upande wa uongozi wa soko pamoja na mstahiki meya wa manispaa ya Singida Geoffrey Mdama, wanasemaje juu ya kujengwa soko hili? Kwa sasa hapa hali sio mbaya kwa sababu leo mvua haijanyesha. Ile mvua ikinyesha hapa hali ni mbaya sana. Kwa muhimu kabisa wa kipekee tutalijenga kwenye eneo la Kititimo, kata Unyambwa. Pale tutajenga soko la kimataifa lenye miundombinu yote ya kisasa, kwa maana atakuwa sehemu za kuchambua na kugrade vitunguu, kuhifadhia kimataifa na sehemu zote zenye huduma ya msingi. Meneja wa mradi pamoja na mratibu wameishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuwaamini wakandarasi wa ndani, huku akitaja fursa mbalimbali zilizopo kwa wakazi wa Singida. Mradi huu kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa kuweza kutuamini kwanza wakandarasi wazawa na kuweza kutupa mradi kama huu, kwa sababu ni mradi ambao ukiangalia hapo zamani makampuni yaliyokuwa yakitekeleza miradi mikubwa kama hii yalikuwa ni makampuni sana ya Kichina, lakini leo hii Mheshimiwa Rais amekuwa na imani na wakandarasi wazawa mpaka ameweza kutupatia mradi mkubwa kama huu. Tunampongeza kwa hilo, lakini pia mradi huu umeweza kuwa na fursa, umeleta tija na fursa kubwa sana kwa wana Singida.
kwa sababu ukiangalia hapa zaidi ya 90% ya wafanyakazi ambao tunawatumia hapa ni wafanyakazi wazawa. Katika eneo hili hapa tulipo ni sehemu ambapo ni ujenzi wa soko la vitunguu la kisasa. Mradi ambao jengo la utawala liko kwenye level ya ghorofa ya kwanza, na kazi ya kusuka nondo kwa ajili ya kumwaga floor ya ghorofa ya kwanza unaendelea. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, serikali yasema vita zinazoendelea duniani zinachangia changamoto kubwa katika uzalishaji wa bidhaa na usafirishaji.